Uwanja kujaa maji, wamiliki wa uwanja walitoka wakasema wameshanunua vifaa. Eneo la pitch ndio bado wanaendelea kulifanyia kazi. Na juzi tuliona ilikuwa ni Kabudi mwenyewe, waziri wa utamaduni, habari, utamaduni, sanaa na michezo, alifika pale na kina Hamisi Mwinjuma kwa ajili ya kukagua. Na kinachoendelea sasa hivi ilikuwa ni hayo maboresho. Though watu wa CAF pia walifika kwa ajili ya kwenda kukagua. Ila kinachozungumza hivi sasa ni kwamba ipo hati ya mnyama Simba kucheza mechi yake ya marudiano dhidi ya RS Berkane pale New Amani Complex. Ulichokiona kwenye ule mchezo dhidi ya Stellenbosch kule New Amani Complex kilisaidia Simba kiasi gani kupata matokeo, lakini kurudi tena kule katika hatua muhimu kama ya finali, kutakuwa na faida ama hasara ipi kwa mnyama Simba, lakini pia nini hasa kinazungumzwa kuwa miongoni mwa kikwazo cha mechi ya Simba na Berkane kushindwa kupigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Kitu kikubwa ambacho huwa kinazungumzwa hapo ni pitch. Yes, pitch bado iko kwenye standard inayotakiwa, na ukilinganisha kwa sasa hivi inasemekana mvua zinanyesha Dar es Salaam. Na CAF walivyokuja CAF hawakutoa gwaidi kwamba mchezo utapigwa hapa. CAF walisema watarudi tena after 10 days. Manake nakumbuka ilikuwa ni mwanzoni mwa huu mwezi kama sikosei, ndio walienda kupima. Kwa probably kuna uwezekano it says that within this week wakarudi tena, manake walisema watarudi after 10 days. Kuangalia quality. Na CAF sio kama ligi kuu ya Tanzania, sema wanaenda kuangalia uwanja, wanaenda tu kuangalia, wakiona nyasi za kijani nasema hapa mechi inapigwa. Tuliona hata siku ile CAF walivyokuja na vipimo kabisa, kupima pitch, wanaangalia. Sasa inasemekana shida kubwa ndio hiyo, yani mvua. Na imagine hiyo ni tournament ya pili kwa ukubwa barani Afrika. Umeona nini? Kwa upande wa vilabu wanasema ni ya pili, lakini kwa upande wa CAF kwa ujumla ni tournament ya 3, kwa maana AFCON, Champions League na hiyo Confederation inafuata. Umeona sasa kama mantiki yake ndio hiyo na pitch inazingua, maana yake uwezekano mkubwa wa kutokupigwa mchezo upo. Japo pia uwezekano mkubwa wa kupigwa mchezo upo, kwa sababu CAF wakija wakapima wakaona pitch inaruhusu, si unaweza kupiga tu. Kwa sababu shida sio kuwa na vifaa vya kunyonyea maji. Kama vifaa vya kunyonyea maji mnavyo, maana yake uwanja si unahifadhi maji. Baada ya kuhifadhi maji uwanja unakuwa kwenye hali gani? Ndio inakuwa shida. Ndio mfano mdogo tu. Last weekend Jumapili nafikiri niliangalia mechi ya Inter Milan na Bologna. Inter alimaliza kushinda bao 2-0. Lakini ni miongoni mwa mechi ambazo mvua kubwa sana ilinyesha. Referee alisimamisha mchezo dakika 43. Akawa anawaambia hatuwezi cheza uwanja umejaa maji. Turudi vyumbani, alafu mvua ikikata tutarudi. Sasa wale akawa anabishana naye, anasema tunacheza, tuendelee tu, wakati Inter anaongoza goli moja, tuendelee tu tucheze. Bwana akasema hapana, referee akawa anachukua mpira na urusha audundi, yani kweli mpira, umeona? Mbunge itembee. Yani mpira audundi, yani kwa sababu chini kuna maji, yes. Lakini anaambiwa ndo wakawa wanaonyesha kumbe kuna vitundu pembeni vya uwanja ambavyo vinanyonya yale maji kuchukua chini, yanapeleka maji sehemu nyingine. Kwa Mkapa pale kuna hiyo teknolojia, ila wao Mkapa wameweka juu. Ile sehemu iliyozungushwa kwamba mashabiki wakaa waloe kule juu. Mvua ikinyesha yale maji ya mle yote yanaingia, kuna sehemu yanaenda kuhifadhi pale Taifa kwa ajili ya kumwagia uwanja, umeona. Lakini wao wenzetu hiyo teknolojia ipo mpaka chini. Kwa chini yani kuna samples zinachukua maji chapo. Referee anasema mechi haiwezi kuendelea, wakasimamisha dakika 2 tu. Mechi baada hapo ikaendelea. Dakika 2 peke yake zilisimama, mechi baada hapo ikaendelea. Lakini kitu kikubwa ambacho nilikiona tena pale ambacho sikukiona sasa kwa Mkapa ni kwamba hata baada ya ile mvua uwanja umejaa maji, hata ukidondosha hivi mpira au dundi, lakini baada ya yale maji kunyonywa hakuna matope yote yaliyotokea pale uwanjani. Mechi ilipigwa dakika 90 zote kama vile hakunyesha hata mvua, umeona. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sasa kwa pichi zetu sisi tunashindwa. Sisi baada ya mvua ni matope. Lakini zetu baada ya mvua ni hata ukitoa maji mpira unacheza tu fresh. Sasa CAF waweza karuhusu pia mechi ichezwe kwenye matope, umeona. Sababu una vifaa vya kunyonya maji, ndio umenyonya maji, yes. Baada ya kunyonya maji unyevu si unabaki pale. Wewe unyevu akikanyaga tu ndio matope. Kwa kama una hiyo scenario hatuwezi kucheza mchezo kwa mfumo, lakini uwezekano wa kucheza mchezo kwa kiasi kikubwa upo, kwa sababu sio unaweza sale mvua zikaendelea kunyesha, mvua sasa zinaishia tu. Mwana Dar es Salaam sio jiji la mvua sana. Kwa mvua inaweza zikaishia. Tuseme labda ile wiki ya mchezo, wiki nzima mvua isinyeshe. Hayo matope utayapata sasa kwenye pitch. Tuende unacheza mechi pitch kavu kabisa. Sawa, kwa upande wa faida ama hasara ambayo wengine itajitokeza kuelekea mchezo huu, kama ikifanikiwa ama mechi ikipelekwa pale
New Amani Complex Zanzibar? Mimi nafikiri kwa Simba watakuwa na hasara sana. Hasara kwanza kwenye mapato, kwa maana ya pesa, lakini hasara hata kwenye vibe pia, kwa sababu tuliona mechi ya kwanza ile mechi na Stellenbosch uwanja haukuja kama sikusei. Kulikuwa uwanja haukuja. Sasa kama mashabiki 15,000 tu na 80 sijui 15,800 wanashindwa kujaa. Sasa mechi tena ndio inarudi tena, hata kama ni finali ndio maana yake. Unajua mimi naamini hivi, sometimes shida sio kusafiri. Umeona? Shida sio kusafiri, shida hao watu ambao wanategemea wasafiri, mashabiki wako wao ni wafanyakazi. Umeona? Yaani mechi inapigwa Jumapili, mtu Jumatatu anatakiwa awe kazini kwa kuwahi. Sasa Jumapili mechi inaisha labda saa 12 jioni, si ndio? Mpaka mpewe kombe, sherehe pale inaenda almost saa 1 hiyo tena tayari. Saa 1 kuna boti ya kutoka Zanzibar kurudi huko. Maana atategea boti za asubuhi. Boti za alfajiri ili arudi Dar es Salaam. Anafika saa ngapi Dar es Salaam? Mtu huyo ndo anatakiwa aende kazini. Sasa kuna kuwa na ugumu. That's why unakuta mashabiki ambao wanasafiri ni wachache sana. Wengi wanategemea ya kule Zanzibar. Japo kujaza uwanja mashabiki 15,000 kwa finali wanao hiyo nafasi ya kujaza. Uwezekano mkubwa wa kujaza upo. Lakini hata ile vibe, yani unajua kishindo watakuwa kama hapo nyumbani. Kishindo cha mashabiki 60,000 hauwezi kufanisha na mashabiki 10,000 ngapi. Au hiyo population ya mashabiki 10,000, 20, 30, 40 ngapi. Hizo timu za Arabuni ni kitu washazoea tayari. Mbona that's why wao wanaonaga kwao kama dimba linachukua mashabiki 50,000, mashabiki 60,000, huwa kafu waruhusu waingie wote. Kutokana na zile fujo zao na nini, lakini kwa sababu sisi tunaruhusiwa kwa Mkapa, ukiingia Benjamin Mkapa sema mashabiki 60,000 wote wameingia full house kwa Mkapa, mashabiki 60,000. Ilikipigwa shangwe. Kuna namna, yani japo siamini kama inaweza ikawachanganya Berkane, lakini kuna namna inaweza ikawatia moyo zaidi wachezaji wa Simba. Niko na ikaanguka ikawa faida sasa kwao as Simba. Wakawa na advantage kwao, lakini sasa mechi kwenda kupigwa kwa na mashabiki 15,000 tiketi huuza shilingi ngapi ili ufike hela mashabiki 60,000? Nafikiria wakati huo wapo mashabiki ambao wameshanunua tiketi. Na iko kitu nilikuwa nakiwaza pia, kwa mfano ile inafanyika mfano wamenunua tu platinum zimeisha, sold out, VIP special imeisha, Tanzanite zimeisha, sio? Na naamini tiketi za mzunguko nyingi zishaanza kuuzwa, machungwa zishaanza, VIP C washaanza kuuza, VIP B. Sasa kama hizo zote zishaanza kuuzwa, ukinunua VIP B unaenda kukaa wapi kule? Alafu imagine nimenunua tiketi, sina hela ya kusafiri kwenda Zanzibar. Hela tiketi ninayo, lakini ya kusafiri kwenda Zanzibar ndio uongo. Sasa hiyo mimi ndio sina. Inakuwaje sasa? Inaweza kaa ngumu, inaweza kaa yale ya dabi yale. Hela umetoa na hamna hela inayorudi. Hiyo umechangia kanisa. Wao wanasema watarudisha. Taingia kwenye mechi nyingine, muhimu tunza tu tiketi yako. Sasa hizo tiketi zenyewe makaratasi mtu atakaa nazo mpaka lini bwana? Unamkuta mtu pale getini mlinzi haelewi hiyo. Sasa mtu atakaa nazo kwa sababu kama ingekuwa na swipe tu kadi peke yake sawa. Sasa watu wanataka kile kikaratasi na kadi. Sasa kikaratasi tangu si machi 8 hiyo mimi mpaka leo cha nini? Sasa miezi 2 imepita na kiweka cha nini iko. Sawa, tusubiri tuone pengine kile ambacho kitajitokeza, kama ni taarifa rasmi ama ni vipi. Japo mashabiki wa Simba pia naamini hawaombi New Amani Zanzibar ndio iwe mechi ambayo wao watakwenda kushuhudia finali. Watu wa daa wako na vibe lao, kwa sababu hata ukiangalia tayari kuna matawi mbalimbali ambayo yako nje ya daa. Mashabiki wa Simba wameshaanza kukatishana tiketi, wafanye safari waje. Sasa yes. Itakuwa ni ngumu kama itashindwa kufanikiwa, itakuwa ni ngumu kweli kweli. Na itakuwa miongoni mwa udhaifu mkubwa sana kwa wasimamizi wa Benjamin Mkapa.